Promon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Wapo wengi wanaitwa, wapo wengi wanatumia jina hilo. Mimi aso hapa sehemu nyingi. Kwa hiyo mimi nashukuru Mungu, ukiona vitu kama hivyo na maana watu wanaona kile ambacho mimi nakifanya na wao wanatamani kuwa kama mimi. Kwa hiyo ni jambo zuri. Ligi kuu umeitazama na baadhi ya wachezaji wako hapa ambao wanacheza ligi kuu, na wewe ni muda mrefu huko kwenye ligi kuu. Ushindani wewe unauonaje? Ushindani ni mkubwa, ni mzuri, na ligi yetu sasa hivi unaona inavyozidi kuwa ngumu kidogo. Hamna mdogo, hamna mkubwa, kila mtu anaweza kubato na wote. Kwa hiyo ni jambo zuri pia. Wachezaji tunaendelea kujua nini ambacho tunatakiwa kufanya kwenye ligi na kwa ajili ya maisha yetu na kwa ajili ya wapenzi wetu. Kwa hiyo kuna ugumu wote kuendelea kucheza sasa hivi na ambavyo ulivyokuwa ukicheza mwanzoni kutokana na mabadiliko ya ligi? Sidhani kama kuna ugumu. Mchezaji wa mpira ugumu unatoka wapi? Mechi si ndo zile, mazoezi ndio yale, isipokuwa tu kila timu unapoenda kuna mbinu zake. Kwa hiyo mabadiliko ni ya mbinu tu, lakini uchezaji ni ule ule. Kuelekea kwenye msimu wa pili, raundi ya pili, kwa maana ya kwamba baada ya dirisha dogo na kurudi tena kwenye ligi, kitu ya watu wategemee nini kutoka kwako na timu yako ya JKT, ikizingatiwa kwa yale ambayo mmeyafanya katika raundi ya kwanza? Tutaendeleza pale tulipoishia. Pale ambapo tulipoishia tutaendeleza au zaidi ya pale ambapo tulipoishia. Kikubwa tu sisi wenyewe tuna malengo yetu kama timu, tutafanikisha kufika pale ambapo tunahitaji si kufika. Umeonekana kufanya vizuri hasa mnapokutana na hizi timu kubwa. Hivi siri huwa ni nini? Ni uzoefu ama ni mwalimu na mbinu zake? Siri ni nini hasa? Sidhani kama tumefanya vizuri sana kwenye hizi timu kubwa, sababu ukiangalia Simba katufunga, Azam ndo tumepata naye sare, ila kuna timu ambazo tumezifunga ni hizi ambazo za level zetu. Kwa hiyo mimi naamini kwa mipango yetu ambayo sisi tumeiweka, kila kitu kitawezekana. Sisi wakubwa tunawaheshimu, lakini tunaenda kuplay nao, kitakachotokea ndo Mungu amepanga. Kwa hizo timu kubwa usiseme tunabato nao sana, kwa sababu tayari Simba shatufunga. Tunaambia tunabato nao kidogo, hapo unanichanganya, japokuwa ndio ushindi umeuona, lakini washatufunga, tumepoteza alama kwao. Kwa hiyo hatuwasumbui. Sasa tunawasumbua vipi watu ambao wanatufunga? Tunatakiwa tuwafunge ili tuwasumbue. Yaani unasema unaenda kupambana, unapigwa afu unasema nimepambana, afu umepigwa. Hata kama umeonyesha kiwango bora. Hata kama umeonyesha kiwango bora. Sasa kama umeonyesha kiwango bora si ushinde. Kwa hiyo iko kiwango bora kinaendana na ushindi. Sawa, ndio tunajivunia, tunacheza vizuri, lakini ukicheza vizuri alama tatu ndio kila kitu. Sababu unaweza ukacheza vizuri afu ushindi. Nani yake ni nini? Utaambiwa wale bwana wanacheza tu, hawana makali. Kwa hiyo si timu yetu ni hatari kama ambavyo unavyotuona. Tukikutana na wale level zetu tunapambana ili kupata alama tatu, na wale wakubwa pia tunawaheshimu, ila tunaenda kupambana kwa ajili ya alama tatu. Kwa hiyo chochote kinachotokea ndio Mungu amepanga. Tunajipanga kwa kama ambao zilivyotokea zile mechi, kwa sababu hata kwenye mechi za wadogo zetu pia tulipoteza nyingine. Kwa hiyo tulipoishia tunaboresha ili tuendelee kuwa bora zaidi, na walimu wanajua wapi tukuanzia na wapi tutamalizia. Kichwa wewe umecheza michuano ya kimataifa, na watu wanapotaka kupata neno ama uzoefu kuhusiana na michuano ya kimataifa, kwako hii inaweza ikawa ni sehemu poa. Kwa namna unavyoona wakilishi wote wanne wa Tanzania kwenye michuano ya kimataifa, nafasi yao katika kuwakilisha nchi iko vipi hasa? Bado kubwa kwa sababu mtu anaweza akaqualify kwa pointi 9. Yote si inawezekana. Kwa hiyo hamna aliyepoteza mpaka sasa hivi. Kupoteza mwanzo sio ndo umepoteza kila kitu. Japo wameenda wengine ambao wameenda tofauti, wameenda nje na malengo yao. Lakini mimi naamini bado tuna nafasi kubwa kwa timu zetu za Tanzania zote. Yaani bado tuna nafasi kubwa za kuqualify kwenda tena hatua zinazofuata ili tuendelee kuwa bora, watu wajue kwamba kumbe Tanzania pia tunaweza tukiamua kufanya chochote. Licha ya kupoteza hata mechi mbili kama kwa timu yako ambayo imecheza zamani Simba. Wanaweza kwa sababu si mechi mbili wamepoteza. Alama ngapi hizo? 6. Zibaki mechi ngapi? 4. Mechi 4 kwenye pointi 3 ina 12. Haja qualify hapo. Sasa nafasi bado ipo. Azam ana pointi ngapi? Azam ana pointi moja. Kabakisha mechi ngapi? Azam ana kafungwa na Wydad, kafungwa ugenini. Kabakisha pointi ngapi? Mwanae kabakiza 12. Anaweza pia kufanya chochote. Kwa hiyo kwenye Singida naye ana uwezo wa kufanya chochote. Kwa hiyo kila kitu kinawezekana. Wao wakishajua sasa wanatakiwa waende kufanya kitu gani. Mimi sidhani kama kuna kinachoshindikana. Sisi tunaweza kufanya chochote Tanzania, na timu zetu zote 4 zikaenda pale ambapo tunahitaji ziende. Kijua wewe ni miongoni mwa wachezaji ambao mashabiki
hasa ukiwa unafanya warm up, wamekuwa wakikutania sana, hasa Yanga pamoja na Simba. Kuna namna yote ule utani ambao walikuwa wakisema kipindi unafanya warm up huo unakukathirisha? Mimi sijai kukasirika. Wewe ushaikuwa nakasirika? Nikasirike nipunguze siku za kuishi? Mimi sikasiriki. Sasa wewe ushaongea, sasa ukiongea mingi kasirika nitarudisha nini? Ndio utosema tena? Hapana, mimi sikasiriki babu. Huo kama ni utani, kama ni kweli, mimi naamini chochote ambacho mtu anakisema amekizamilia. Hata uwe utani amezamilia, uwe ukweli ndo amezamilia kusema. Kwa hiyo huwezi kupingana na kile ambacho amekisema. Shukrani sana. Asanteni. Roman TV, habari na burudani kiganjani mwako.